Tunahitaji kuwa na umoja kuelekea uchumi wetu kama watumishi ndani ya kanisa la Moravian jimbo la Mbozi. Tunaamini kupitia ushirika huu tunakwenda kukabiliana na changamoto zetu za kiuchumi, kwa sababu nguvu ya uchumi ipo katika umoja. Ndio hasa kusudi letu la pamoja kuanzisha ushirika huu wa akiba na mikopo. Lakini kwa asili sisi tunatoka katika jimbo la Mbeya ambalo linaitwa jimbo la Kusini Magharibi. Huko tulikuwa na SACCOS ilikuwa inaendelea. Baada ya kugawanyika, tumeona kimsingi tunahitaji kuanza tena kwa upya kuwa na SACCOS kwenye jimbo hili jipya ambalo limezaliwa sasa takribani miaka 8 inayopita. Kwa hiyo tunafikiri wazi kwamba ushirikiano tunaoendelea kupokea kutoka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa kupitia kwa mrajisi wa vyama vya ushirika mkoa wa Songwe, na elimu tunayoendelea kuipata na uzoefu mdogo tulionao, chama chetu kitakwenda kustawi. Lakini kimsingi tuna nguvu. Kabla ya kupewa hati hii sisi tumeshajikusanya. Tunao mtaji usiopungua milioni 10 mpaka sasa, ambao tunafikiri kwa masharti ya usajili wa leseni tunakwenda kufungua akaunti yetu ya pamoja ya chama cha ushirika sasa kupitia hati hii tuliyopewa, ili sasa tuendelee kuweka akiba zetu na kukopa katika chama chetu cha ushirika. Nafikiri kwa kiasi na kwa ufupi hayo ndio malengo na nia yetu ya dhati ya kuanzisha ushirika wetu wa akiba na mikopo Moravian SACCOS Limited. Tunashauri watu wajue kabisa kwamba hakuna maendeleo nje na ushirika. Hakuna maendeleo nje na ushirika, kwa sababu mtu mmoja mmoja unaweza ukafanya shughuli zako kufika mahali ambapo unakosa nguvu ya mawazo ya pamoja, unakosa nguvu ya mtaji wa pamoja, unakosa nguvu ya mtandao wa pamoja. Huwezi kufanya kazi peke yako ukafikia malengo ya maendeleo. Milango ya kujiunga na chama cha ushirika, ndugu zangu Moravian, mkaifungue, lakini kanuni na masharti kuzingatiwa. Hatualiki tu mtu kujiunga, tutakuwa tumemchunguza mtu huyu ana rekodi gani ya ukopaji. Isije kama ametoka kwenye SACCOS ya Tunduma Lulu SACCOS anakuja kujiunga na SACCOS yetu, alafu kumbe kule ni mtu ana madeni sana, tunaanza kuona huyu ana walaki. Kwa hiyo kanuni na masharti kuzingatiwa, lakini tunasema tutazingatia kwamba milango ya kujiunga na chama cha ushirika iko wazi. Vijana wenzangu, milango ya kujiunga na chama cha ushirika iko wazi. Isipokuwa tunaposema kanuni na masharti kuzingatiwa, lazima huwe unatokea kwenye chama fulani, huwe unafanya shughuli fulani. Kwa hiyo ili ujiunge na chama cha kilimo cha ushirika wa kilimo na masoko, lazima wewe unalima zao mojawapo. Kama ndugu zako hawa wanalima ufuta, lazima na wewe ujipambanue kuwa mkulima wa ufuta, ndipo utaweza kukubaliwa kujiunga na chama hicho. Kama wenzako wanalima kahawa, kwa hiyo ni masharti kama hayo. Lakini jambo lingine, kujiunga na ushirika, tunasema tunahitaji kujitegemea, kuwa watu ambao tunaweza kujitegemea. Huo ni msingi mwingine. Chama cha ushirika kinapokuwa kimeshaanzishwa na kimesimama, tukumbuke kwamba tunapaswa kusimama imara na kujitegemea. Tusiwe tegemezi. Kwa hiyo tutaona hata ndugu zetu wa Moravian na kama ambavyo vyama vingine vya msingi vya ushirika wa kilimo na masoko havitakiwi kuwa tegemezi sana. Hatutegemei kuona chama cha Moravian SACCOS imeanza leo, alafu kesho mnaenda kupiga hodi pale NMB na CRDB kutaka kukopa. Kwanza tujitegemee wenyewe. Tujenge misuli yetu ya kifedha. Tukusanye fedha, tukusanye hisa, tukusanye akiba kutoka kwa wanachama, tukusanye viingilio ili tutunishe mfuko wetu, tujenge mtaji, ndipo tuendelee kukopeshana.